Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya kila upande baina ya Irani na Israel. Irani imefanya mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Israel usiku wa kuamkia leo Jumamosi na kuwaua watu wasiopungua 3 na kuwajeruhi dazeni kadhaa, ikiwa ni hatua ya ulipaji kisasi kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vyake vya nyuklia na kijeshi. Irani ilirusha ndege za drone na makombora ya masafa marefu kuelekea Israel, ambapo milipuko ilisikika usiku wa kuamkia Jumamosi na kuitikisa miji ya Tel Aviv na Jerusalem, huku watu wakikimbilia mafichoni na majengo kadhaa kuharibiwa vibaya. Israeli pia imetumia ndege za kivita pamoja na droni kushambulia maeneo nyeti na kuua majenerali na wanasayansi wa juu wa kijeshi. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa, Amir Said Iravan, amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Tehran yamewaua watu wasiopungua 78, wakiwemo majenerali 2 waandamizi, huku watu zaidi ya 320 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa ni raia wa kawaida. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz, ameonya kwamba Tehran itawaka moto ikiwa Irani itafyatua makombora zaidi kuelekea Israel, akiongeza kwamba wakazi wa Tehran ndio watalipa gharama kubwa kwa sababu ya madhara ya jinai kwa raia wa Israel. Wakati huo, Iran imesema kwamba mazungumzo yake na Marekani juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran hayana maana baada ya mashambulizi makubwa ya kijeshi ya Israel dhidi ya hasimu wake huyo wa muda mrefu, ikidokeza kuwa bado haijaamua ikiwa itashiriki mazungumzo hayo ya kesho Jumapili. Vyombo vya habari vya Iran vimemnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Irani, Ismail Baghei, akisema kwamba Marekani imefanya mazungumzo hayo kutokuwa na maana kwa kuruhusu utawala wa Israel kuyalenga maeneo ya Iran. Ameongeza kuwa Israel imefanikiwa kutibua mchakato wa kidiplomasia na kwamba mashambulizi yake yasingeweza kutokea bila ruhusa ya Washington. Duru ya 6 ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran ilipangwa kufanyika siku ya Jumapili mjini Muscat nchini Oman, lakini haikufahamika iwapo yangeendelea baada ya mashambulizi ya Israel. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.